kuchunguza masemi yetu, kuchunguza ulimi wetu, kuchunguza hali yetu ya kuishi, kuchunguza malangaje yetu. Hiyo ndio inatuma mikono yetu ionekane tulimwaga damu mbele ya macho ya Mungu. Ulimi wetu kwa maneno mabaya ambayo tunayasema inatuonyesha kama sisi na kwa Mungu tumetenda dhambi. Kuko dhambi ambazo za kila aina. Twende mtumishi wa Mungu. 5 nasema 4 nasema nul ne se plaint avec justice, ni ne se plaide avec droiture. Il s'appuie sur les choses vaines, et disent des faussettes. Il convient le mal et l'enfante le crime. Joker. Combien? Numéro 4, verset 4. Aseme hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Unajua? Unaikaa tu huko unaikaa kudebusuri baya magharibi. Nasemaka kila siku itwapo leo. Wakati mimi ninakuya kwako niko nateta mtu. Niko na musema ule papa ni mubaya, ule mama ni mubaya, ule dada ni mubaya. Wakati wewe hauko nitaambia ule papa naye mwingine naye ni mubaya. Amen. 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 Wakati wewe hauko nitaambia huyu ni mubaya. Sasa wakati wewe na wewe hauko nasema ule naye ni mubaya. Mungu atuhurumie sana. Ndio maana maisha yetu ni lazima ukuna chunguza masemi ya Wakristo, masemi ya watumishi wa Mungu. Amen. 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 Ndio maana tunafaa tuchunguze masemi yetu. Sisi kama vile Wakristo, siwezi sema hii nitasema hii, nikisema hii italumiza. Nikisema hii itakuwa najitia mtego. Kupitia dhambi za ukinywa, dhambi za masemi, ziko natutia maprizo bila kujua. Mungu atuhurumie sana. Amen. Zinatutia mprizo bila kujua. Asilifaa tu ni kawaida tu kusema njoo nini. Ni vya kusema tu. Mimi njoo kwanza. Fini hivyo tu na tu hivi vitanifanyia nini? Kumbe huku kunajitia mprizo bila kujua. Lakini bado neema ingaliko kwa Mungu wetu. Maana Mungu anapotujia ni kwa sababu anatupenda. Ndio maana anatujia mulangaje kama vile na hii. Amen. Amen. Tusikie kama tuna Matthieu 5:22. Tunaenda Matthieu 5:22. 5:22 nasema hivi, 22 inasema mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et le juge, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Aseme Mungu Yesu anamwambia hivi. Kila mtu ambaye atamuonea ndugu yake hasira, aseme atakuwa na pinisio. Que celui qui dira à son frère Rasa mérite Rasa. Rasa. Amen. Amen. Unajua yoraka. Unajua? Siwezi sema kwa sababu lakini hata tu niseme. Sio ni neno ambalo linasema vitu vingi sana. Unaweza tusome Kiswahili inatumia mzuri pale. Ni hapa Kiswahili tasema mzuri. Tunaijua hiyo neno mzuri sana. Inasema hivi. Inasema hivi hapa. Bali mimi nawaambieni kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Na mtu akimfyojea ndugu yake kumfyola. Njoo hii. Sasa hii tunaikamata ni wako na mtumishi wa Mungu. Ndio kabisa sasa baba yetu hapa. Kado anasema. Sasa wakati mmoja nikafundishaka hii somo alikuwa isumbuka tu somo nikatia hiyo verse. Ikamshokea sana mtumishi wa Mungu.
Akanifuata mpaka nyumba. Usiku tu nalakia Nikodemu pangu kiti na tuna. Amen. Amen. Sasa kuna kuwa dhambi ambazo tunazifanya bila kujua. Na wakati unazifanya zinakutia mprison bila kujua. Wakati unashona watu, unashona maji ile unashona maji ulikuwa na mingi ndio ungesema lakini unamaliza tu bila neno moja. Sasa wakati unafanya ile dhambi ujue inakutia mprison gani? Tutasikia maneno ya Mungu anasema nini? Tushuke mtumishi wa Mungu. Asema Raka mérite d'être puni par les Sardiniens. Mérite d'être puni par les Sardiniens. Aseme unahitajika kuhukumiwa na wanasheria kwa sababu hiyo neno tu moja. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Gérénée. Wakati unasema vitu ambavyo viwezekani, maneno tu ya kusema kuropoka inakutia mbele mapenzi, una merite sanction yako, na hiyo sanction tutaiona tu kule chini. Shuka mchungaji. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là où tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te concilier avec ton frère. Wakati unakuwa unatewa sadaka yako kwenye madhabahu na unasikia dhamiri kwamba niko na kitu fulani na mtu, ni lazima acha kwanza sadaka yako kwa nyumba yako, uende utengeneze ule mtu. Mule mtu ambaye ulikala huko na kusema, unamteta, unamsema. Nilikuwa na watu wamoja kule Malawi. Unakuta bwana akisema kitu, bibi ni kuitikaka tu, ndio ni kweli ile baba. Hiyo wakati ni kweli kila kitu. Bwana akisema ndio ni kweli. Bwana akisema ndio ni kweli. Kila kitu hakuna ukatala. So, unakuta tunajifunga nafasi kamoja kuzambi za moja zenye hata kichwa migulu kwa sababu tu ya kusema. Tunasema hapa tunaombaka hatupati jibu. Ni nini? Kumbe tuko mprizo kupitia dhambi na makosa mengi. Mungu atusaidie sana. Amen. Kupitia dhambi zinatufunga. Shuka mchungaji. OK. 25 nasema accorde-toi. Elle va d'abord se concilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 25 nasema accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Mbele bado unatiliwa kwa mahakama. Avante bakutia kwa juge kupitia ile dhambi ulisema ile tu ya kufiola mtu. Itakutia mahakama unafungiwa. Na wakati ushafungiwa hiyo dhambi inakufunga. Amen. Amen. Na hiyo dhambi ishakufunga inakukwenzea mbaya sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Na hiyo dhambi itatuma na kupeleka kwa mahakama, inakupeleka kwa prison, banaanza kukusambisha kwa sababu gani ulifanyaka hivi. Na hiyo prison ambayo itakufunga ni haiko ya hapa duniani. Haleluya watumishi wa Mungu. Amen. Haiko hapa duniani, ni prison ya mbinguni. Wakati Mungu anakufunga kupitia dhambi ya kuchokana, dhambi ya kutetana, dhambi ya kushengenyana, unakuta hata ungeomba namna gani hakuna resulta ambayo utapata. Amen. Kwa sababu kinywa chako kiko kinasema watu vibaya. Wale watu ambao Mungu aliumba kwa mfano wake, wewe ndio kuanza kuwainsulte sasa. Mungu aturumie sana. Amen. Watu ambao Mungu aliumba kwa sura yake, wewe ndio unaikaza nyumba yako na bibi yako na watoto yako. Uko unawasema. Je, unawaza Mungu atakukubali kweli vile? Utakapoomba Mungu atakukubali? Mungu atakukubali. Ni kama vile kwa kelele mbele ya macho ya Mungu. Amen. Amen. Shuka na maandiko kwa Mungu. Le juge ne te livre à l'officier de justice. Sasa mhukumu wa haki anakubeba ku justice. Wewe useme yale ambayo ulikuwa unaendelea kutenda watu na huko na fiola watu vitu ambavyo viwezekani. Mjiji anakubeba kwa kukiti ya justice ya Mungu. Et que tu ne sois mis en prison. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mchungaji. Amen. 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 Haleluya. Amen. Hiyo ndio maneno ya Mungu. Lazima kuchunguza kila siku toka leo. Haiko kila neno mtumishi wa Mungu atasema. Haiyakuwa vibaya kwenda kufasi katika shauri la watu. Utaenda enda na ukusema. Bianke ulisikia mea ukusema kitu.
Ni vizuri sana. Amen. Amen. Unasikia sana, mimi ukusema yako kitu. Uko sae sof. Hakuna matakamata yako maneno. Au kuvisemeka yako kitu. Mimi ulisikia. Bieke, Biblia inasema heri mtu yule asiyekuwa katika shauri wasio haki. Kama unakujikuta katika deja mshauri wasio haki na ukusema uko na heri, uko here. Au kusema amen. Amen. Lakini kama ulisema ni shida sana. Unajitia prison bila kujua. Na prison ya Mungu pasa ni ya mbaya. Mungu kutufunga. Hapana. Ni mbaya sana. Mungu akikufunga wewe na mimi tutakuwa wageni wa nani? Uko prison ya Mungu. Hapana hizo hapa utabomora unakimbia. Hapana hizo hapa utamase uko na disenka na ndio unapata roho. Haiko ya Mungu, Mungu ako kivipi? Kupitia maneno ya kinywa ambayo tunayasema kila siku inatutoa mbali na mapenzi ya Mungu. Amen. 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 Kamata Waefeso 5:4 inasema nini? Ephésiens combien? 5:4. Angalia, ukisoma Warumi 10:17 inasema hivi. Imani kuja kwa kusikia. Imani ya Wakristo inakuja kwa kusikia. Si kwa kusikia maneno ya upuuzi, ila ni kusikia maneno ya Mungu. Imani haikuji kwa maneno ya kutekana. Imani haikuji kwa maneno ya kusikia vitu ambavyo vinawezekana. Imani inakuja kwa kusikia maneno ya Mungu. Amen. Kupitia imani ndio tunasikia kusikia maneno ya Mungu. Ndio imani yetu inaongezeka. Haleluya kanisa la Mungu. Amen. Kupitia imani ndio tunajua Mungu anapenda nini. Kupitia kusikia maneno ya Mungu, kupitia kusikia sauti ya Mungu, tunajua Mungu anapenda hiki na hapendi hiki. Ni kwa wakati mtu anayasikia. Sio kwa sababu ya kusikia maneno ya usutwa. Sio kwa kusikia kwa sababu maneno ya kutetana. Sio kwa kusikia maneno ya kutukanana. Kusikia maneno ya nani? Ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Angalia tena kwa kinywa mwanzo kuna mwimbia Mungu. Kinywa tu moja hii. Iko na mwimbia Mungu, inaimba Mungu Mungu. Tena hii kinywa mwanzo ya kuchamba hiyo watu. Tena ni kama vitu alichanganya hata. Hii kinywa kama moja tu ya kumwabudu Mungu pasi. Baba wa tena hii kinywa kiko na kutukana watu. Nione sana. Nione sana. Amen. Amen. Nikamwambia kama mama Pati siku moja aseme nikikuja hapa niko kwa kutoka watu naambia sasa papa acha pale pale. Ulikuwa pale mfungaje? Nilimwambia kwa wakati mmoja hapana. Usikubali vile. Amen. Amen. Ni vizuri kuchunguza. Gani nitakuja leo nasema kwako hivi. Wewe ukitoka unasema tulikuwa na Pastor John hapa. Naye ni hivi na hivi. Wewe pale ukitoka sasa tulikuwa na Pastor Fataki hapa. Wewe ule to. Hivi na hivi. Ule na kitoka tunabaya dada hapo. Ule unakuja na kuwa mvurugu mkaisa la Mungu. Mungu aturumie sana. Amen. Inakuwa ni dhambi kwa dhambi. Tumana nikamwambia mama yangu hivi, mtu akikuja kusema maneno mwambie achia pale pale, hata ni mie nya, achia pale pale. Hata kama unakula panga cha chakula pale sasa kula sema mwambie tuniambie tumaafu uende. Nishakwambia ukweli ya Mungu. Basi. Amen. Amen. Ni lazima kusema kweli ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa sababu kusikia hayo kusikia maneno ya kusutwa, maneno ya ovyo. Ni vitu vya Mungu vyenye Mungu anasemeka ndani, haiko vitu vya kutetana, haiko vitu vya kuchambana, ni vitu ambavyo Mungu anasemeka ndani. Ni nani wa kulichunguza sasa hawezi kufanya hiyo moyo. Hii haiko ya miaka yangu, acha niachane nayo ni ya wakati hiyo. Amen. Amen. Wakati utajua kujishere vile, utakuta Mungu afanye tofauti katika maisha yako. Ya kiroho kama vile ya kimwili. Katika kazi ambazo Mungu anakuta ziko nafanya tofauti kila siku. Kwa sababu unakubali kupondwa na Mungu. Unakubali kusikia mashauri ya Mungu. Unakubali kusikia maneno ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia maneno ya Mungu. Haikusema kusikia muziki pale basi. Maneno ya Mungu. Haikusema kusikia udiseti pale. Maneno ya Mungu. Haikusema kusikia manyuzi ya huku na kule, maneno ya Mungu. Haikusema kusikia kisi dunia. Kusikia maneno ya Mungu. Ndio kisi Biblia yangu inasema, haiko yangu. Yenye mchungaji yenye anasema hivyo.
Asema kusikia maneno ya Mungu. Somo ile Romains 10:17 basi. Ephésiens, Romains. Romains kwanza. Ile tutilirukia kidogo. Romains 10:17. Tusikie nasema nini? Nisiseme ya mwaka kumbe Biblia iseme vile. Haiko vile frère. Romains 10:17. Romains 10:17 inasema hivi 17 tutasoma. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Asema imani inakuja kwa yale ambayo tunasikia, kwa yale ambayo tunayasikia. Et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Na yeye maneno ya Mungu. Ndio maana imani yetu kwa kusikia maneno ya Mungu. Haiko kusikia vitu vinaitwa migulu. Amen. Amen. Wakati mimi nakuya ninasema hivi na hivi Mkristo unapasema hivi kwa mpagani. Unawaza ule ndugu nikimwambia maneno ya Mungu atanikubali kweli? Ninatoka hapa nilikuwa sema batumishi ya Finland biko ovyo sana. Batumishi hivi na hivi. Sasa huyo mwenye kuniambia vile ni mpagani. Ninawaza wakati nitamwambia vile kweli. Yeye siku nitaenda mhubiri maneno ya Mungu. Atakubali kweli? Hatakubali. Atasema ataniambia ni hapa tutanaka. Atasema nini? Kwa sababu ile sikukontrole ulimi wangu, nilisema vitu ambavyo sio migulu. Na hili nakuta maombi yetu yakubali, tuko mu prison kupitia yetu ya kuisha, lakini Mungu ni mwema. Amen. Amen. Imani yetu inakuja kwa kusikia, sio kwa kusikia maneno yanayochia migulu. Sio kwa kusikia maneno ambayo haimrudishi Mungu tukufu. Sio kwa kusikia vitu ambavyo havimheshimishi Mungu. Sio kusikia vitu ambavyo havimpatii Mungu tukufu. Amen. Amen. Ndio maana imani yetu inaongezeka. Tusoma pale mchungaji. Ile nasema nini ile? Warumi. Efesiens 5:4. Ephésiens 5:4. Ephésiens 5:4. 5:4 inasema 4 inasema hivi. Qu'on entende ni la parole des hommes et des honnêtetés, ni les propos insensés, ni les plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on les entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Hapana kusikia maneno ya upuuzi, yaina kitu na migulu, maneno yenye haimpatia Mungu tukufu. Ni lazima kusikia hata shukrani za watoto wa Mungu. Kuliko kusikia tu maneno ambayo haikujengi kitu, inakuobomoa tu mwakili yako. Haitakusaidia kitu wewe na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maneno ya upuuzi na ujinga haitakusaidia kitu wapendwa. Na lakini maneno ya Mungu itatujenga sana. Itatusaidia sana. Tutakomana kiroho kama vile kimwili. Utakuta maisha yetu ni utofauti. Utakuta watoto wetu watakuwa watoto ambao wako model. Watakuwa watoto ambao wako wanaombwa mashauri. Amen. Amen. Kwa sababu walipata muda mwingi wa kusikia maneno ya Mungu. Maana maneno haya anasema kila siku sio maneno yangu, ni maneno ya Mungu. Na maneno ya Mungu kwa pale kwa ajili ya kutujenga, kutuonya, kutugeuza. Amen. 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 Ni hivyo maneno ya Mungu iko kwa sababu ya kutusaidia, kwa sababu ya kutuonya, kwa sababu ya kuturudisha katika njia impasayo Mungu. Amen. Sisi tuko watumishi wa Mungu. Na ni lazima kupitia maneno yetu tugeuze ulimwengu. Kupitia maneno yetu tugeuze kanisa. Kupitia maneno yetu tugeuze watu. Amen. 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 Maneno yako ni maneno ya kujenga, sio maneno ya kubomoa. Amen. Hapana. Hapana. Amen. Amen. Sio maneno ya kubomoa, ni maneno ya kujenga, ya kupatanisha. Na ukiangalia hata Mathayo 5 nasema nini? Pale kwanza Mathayo kwanza shuka pale Matthieu 1. Matthieu 1 chapitre 1 verset 1. Chapitre 5 verset 1. Matthieu 5
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est en eux. 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Uko nasikia heri. Unasoma hii kati nasema hivi aseme. Hii heri 5. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Maana ukishakuwa wapole, ujapokuwa hauwezi kuwa parfait, batakukubali msampusa. Hapana, huko mwanadamu. Hata Yesu alimkataa. Ndio mtoto wa Mungu, ndio Mungu bali mkataa. Lakini kwamba kama uko na sagesse ya Mungu ndani mwako, ulimwengu yote itakuwa kutafuta msaada kwako. Kwa sababu watakuta msaada kwako. Tuzue watu wa kusikia mambo ambayo amheshimu Mungu tukufu. Mambo ambayo hayampatii Mungu heshima. Haita tusaidia tuwe na Mungu. Tuko watu wa kusikia maneno ya Mungu, tafakari maneno ya Mungu. Amen. 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 Ndio nasema ukisoma pale inasema ile kitabu ile Zaburi asema eri mtu yule asikula katika shauri la wasio wake, wala akusimama barazani pa wenye miza. Eri maana ningesimama pale kwa barazani pa wenye miza, na mimi ningeanza naangusha yangu na hata natupa yangu tu natoka na yangu nishaangusha yangu. Lakini vile kitu vile ambaye asema eri mtu asidi pale ni vizuri sana. Amen. Amen. Acha tumalizie kamata Luka 8:18. Luc 8:18 inasema 18 inasema hivi. Prenez donc garde de la manière dont vous écoutez. Aseme uangaliza gisi ya utie attention kwa gisi yako ya kusikia. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Aseme batampatia ule ambaye alikuwa na kitu. Na ule ambaye alikuwa na kitu leo watamunyang'anya. Utie gari kwa kusikia. Uko nasikia tu. Unasikia hii haiko mimi kusema. Nikisema amen. Amen. Unajua ngeli waambie si wa Kristo, baraka tu wanatega. Batega sana watu. Batega masemi. Wote watembea hivi na hivi kwa bacha kuona nafasi fulani. Weka kuona sasa. Wale kama kuingia pale mbare ule tuone. Anaingia pale. Ona. Iko nyuma ya wale watu kwenda kule. Iko nyuma wale wanamuka atakuwa iko nabo. Asikitu fa sambre ya anabatia hiyo mbele, pale nyuma wao. Bana zingaka kama watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Tegaka hii na maambia bana tegaka sana. Biko tuangalia baone tu utatereza wapige vigelegele. Bakini anafurahi kumbe. Anasema ile ndio furaha kumbe ni anajitia moto peke yake. Amen. Amen. Aseme heri usikusikia kuwa na sikia mingi. Usiseme. Sema kidogo. Maana haujui nani ambayo shetani anatumikisha kwa hiyo wakati. Amen. Kama vile tunajua vyombo vyote ambavyo hivyo vyote vya kumsifu Mungu. Kila kitu kama ni kumsifu Mungu. Na ndivyo shetani anakuwa na maplani ya kuleta watu wa kutumikisha watu ili kuendure watu kutoa watu mapenzi ya Mungu. Ndio maana tujichunguze.
Ndio maana tujichunge. Ndio maana tuangalie masemi yetu, tuangalie ulimi wetu. Usisemi ila, usisemi mabaya, usisemi mambo ambayo hayamrudishi Mungu utukufu. Kwa sababu kwa wingi wa kusema amkosi yeye kuwa na dhambi. Ukisoma waraka wa Yakobo unasema nini? Waraka. Ndio kitabu gani? Jacques. Oh, Jacques 3. 3, 5 à 6. Jacques 3, 6. Inasema, la langue aussi est un feu. C'est le monde. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tous les corps, inflammant les cours de la vie elle est même enflammée par la géine. Amen. Amen. Usikiasi ulimi ni kiungo kadogo ambako katikati ya viungo vyetu. Na kanakuwa na uwezo ya kuwasha moto. Kateza lipua. Sijui sababu si ambao tulikuwa tunaishi huko Makongo wakati ya mafuriko kwa hata sasa kuna habari. Kesho wataingia. Hiyo tu habari kienda vile vile. Unasikia natembea mwingine mzima. Basi yeye basi watu wakimbie manyumba kimbie leo watu hata makambi tulikuwa tunaishi na kuyaona. Unasikia makambi anasema mko na habari restaurant ifunga. Walifunga restaurant ilikuwa kule mesela ilikuwa kule kumezo. Huyo anasikia tu anamwambia unaambia unasikia kando inayala habari. Ndio maana lazima tuchunguze sana. Tusiseme tusikie mimi hapana kusema. Maana katika kusema inatutia mbali na mapenzi ya Mungu. Tumaze na Marko pale 4:24. Tunamalizia hapo. Marko 4:24. Marko 4:24. 4:24 tutasoma. 24 inasema hivi. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Amen. Amen. Aseme mfanye angalisho kwa yote ambayo mnasikia. Naona niko mtungaji. Musikie, mais uwafanye attention. Inasema on vous en ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On verra la mesure, ce que vous mesurez avec les mesures dont vous serez servi et il ajoutera pour vous. Amen. Amen. Jinsi uko nekala kusemaka bezako vile vile na ile ndio utakupimia ile kipindi. Ile ambapo unakata bezako. Ndio na wewe hiyo ndio itakuwa yako hiyo tu. Amen. Amen. Sasa ninamaliza somo yangu ya siku. Tulikuwa zungumzia madhara ya midomo na kusikia ama ya masemo. Namalizia somo langu la siku la leo. Kipimo kile ambacho unapimia mwenzako na ni hivyo kipimo na wewe ambacho utapimiwa na hiyo. Lakini tujichunguze. Sisi kama vile watumishi wa Mungu. Maana kama vile nakuambia bana tutega kila siku. Mumasemi, munjia zetu. Wewe unawaza nini na nini? Ilikuwa kwa siku moja mgari yangu niko naenda titi nakuja fasi moja naingia natoka naingia. Kato tunaangalia tu televisheni kwa titi. Angalia. Na namuitika, "Alo, niko mgari." Alfred, uko wapi? Mimi niko barabara. Uko wapi? Niko barabara. Barabara fasi gani? Niko barabara hapa ngambo ya Mvile na kunja hivi naingia hivi. Hapana, mimi sikukuona pale. Mimi nakuona huko fasi fulani. Nilikuwa ngambo za Kapu.
wewe ulikuwa hapa, mimi nilikuwa nyuma yako. Sina uko wapi hivi? Asa na mimi niko hapa tu. Wewe uko wapi? Na ndio ulikuta basi mzee uko hapa. Na la kadogo tu. Mko ulikuwa nyuma yako, sasa nilikuwa nyuma yako. Jinsi utoka kule mwingine nilikuwa nyuma yako. Amen. Amen. Sio ndo mkuta mwingine niko na wewe nyuma yako. Nyuma yako. Sasa wewe ulikwenda wapi? Hebu kwa kia kapo sasa. Sasa basi wewe kwenda na mimi. Wewe kwenda na mimi na wewe kwenda wapi? Amen. Amen. Kwa nini nikafanya nikaingia. Tuanza kutuongea sasa. Sasa nikamwambia si acha sasa hapana, sio kwenda sio kwa kiani kwa tunaenda ngapi huko naenda. Ndio wewe sasa hapo tukuka nifaa tu mtu ni wakati nione tuko naenda tu. Nione tuko naenda sasa ndio kwa naenda hapa sasa. Sasa nikatoka pale, nikaambia kumbe kwa nifuata nie kumbe tena sasa gari yako twende fasi fulani kwa nipaka nifike. Kaenda fasi fulani, tukaenda fika pale. Leo ni watu angaliana, ni watu usiana kwa sababu mtu nani. Kama akalani. Huwa kwa mikulu tatu kwa Aishua. Au ndio hapa nikasema ndio hapo. Mesi kumisha okay. Baada basi anajua mbele anatomoka anaenda. Nikakaa tu niko na wao sasa. Mambo hii. Huyu ndugu aliwaza. Huyu ndugu alifanya nikawaza niko najipozema kesho ya mingi sana. Nikasema ya kweli tuna wingi wako. Tuna wingi wako. Amen. Amen. Na waza tumekusha kusikia somo ambalo tulikuwa nalo jioni ya leo. Acha Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Sasa ile nani yako zimisha kwanza.